Leo nataka nizungumzie suala la hizi pingamizi za Waislamu dhidi ya umungu wa Yesu Kristo. Lakini hoja inayoletwa na Waislamu mara nyingi, mojawapo kati ya hoja nyingi ambazo zinaletwa na Waislamu ni hii hoja kwamba kifo cha Yesu Kristo msalabani kwa mujibu wa Waislamu kinathibitisha kwamba huyu si Mungu, kwa sababu Mungu hawezi kufa. Sasa tuangalie hii hoja inakuja vipi. Sasa kuna mambo kadhaa Waislamu wanapozungumzia kuhusu kifo wanakiangalia katika taswira ambayo kinathibitisha utofauti mkubwa baina ya imani ya Kikristo na Uislamu katika masuala yanayozungumzia kuhusu kifo na umungu wa Yesu Kristo. Kwa mfano, kinachotokea hapa ni kwamba Waislamu wanamtizama Yesu Kristo katika umungu wa mafundisho yao ya kuhusu Mungu. Waislamu wanaamini Mungu ni mmoja mwenye nafsi moja, au wanaita theolojia hii wanaita tauhidi, kwamba huyu ni Mungu mmoja mwenye nafsi moja ambaye hakuzaa wala hakuzaliwa, na kwamba huyu Mungu hawezi kufa. Hii ndio ambalo wanalo tafsiri yao ilivyo. Sasa hoja hii inakuja kwa sababu hawaelewi falsafa na theolojia ya umungu katika Ukristo ikoje. Mungu anajitia katika Biblia takatifu, katika vitabu vya Agano la Kale mpaka katika Agano Jipya, hususan katika Injili takatifu. Kitu ambacho nataka nikufundisha ndugu yangu Muislamu ni kwamba Wakristo tunaamini katika Mungu mmoja anayejidhihirisha katika nafsi tatu za Baba, Mwana na Roho Mtakatifu. Huu utatu huu hautengenezi miungu watatu, bali unatengeneza Mungu mmoja katika Baba, Mwana na Roho Mtakatifu. Hili ni jambo la kwanza. Na tunapoona ni kwamba Waislamu, hoja kuu ya dhana ya Mungu imejikita katika Suratul Ikhlas, ambayo ni sura ya 112 katika Qur'ani. Ndio nadharia yao. Kwa Waislamu wanavyomtizama Bwana wetu Yesu Kristo, ambaye ni sisi Wakristo tunaamini ni Mungu kweli na mtu kweli. Sasa unapoangalia kifo cha Yesu Kristo hakithibitishi kwa ninyi Waislamu kwamba yeye si Mungu, bali kinauthibitisha umungu wake dhahiri kabisa. Tunaenda kuangalia kwa mfano mambo kadhaa, kwamba ya kwanza kabisa Waislamu wanafikiri umungu wa Yesu unaanzia katika wanadamu wake, kwamba pale anapotungwa mimba basi pale ndio Mungu anaanza. Hii ni hoja dhaifu kabisa, kwa sababu katika kuangalia hivi ni kwa sababu Waislamu hawasomi maandiko ya Kikristo, hawasomi hizi Injili. Tunapoenda kwa mfano kuangalia katika Yohana Mtakatifu, Injili ya Yohana sura ya kwanza mstari wa kwanza mpaka wa 3, na tukienda tukasogea mpaka mstari wa 14 ya sura ya kwanza, unaona wazi. Kwa mfano anasema, hapo mwanzo ulikuwako neno, naye neno alikuwako kwa Mungu, naye neno alikuwa Mungu. Huyo mwanzo alikuwako kwa Mungu. Vyote vilifanyika kwa huyo, wala pasipo yeye hakifanyika chochote kilichofanyika. Yohana anachosema hapa ni kwamba huyu Yesu kabla ya kutoa mwili alikuwa na Mungu, akiishi kama neno, lakini alikuwako kwa Mungu, na huyu neno alikuwa Mungu. Na huyu neno pia ni muumbaji. Katika mstari wa 3 anasema vyote vilifanyika kwa huyo, wala pasipo yeye hakikufanyika chochote kilichofanyika. Kwa hiyo umungu wa Yesu haukuanza katika umwili, haukuanza katika tumbo la mama yake Mariamu hata kidogo. Huyu alikuwepo tangu milele akiwa kama neno. Baadaye Yohana anaendelea katika sura hiyo ya kwanza mstari wa 14, anaelezea, anasema hivi, naye neno alifanyika mwili akakaa kwetu, nasi tukaona utukufu wake, utukufu kama wa mwana pekee atokaye kwa Baba, amejaa neema na kweli. Kwamba huyu neno ambaye alikuwa ni Mungu na ni Mungu mpaka sasa, anatoa mwili tu. Kwa hiyo ni Mungu ambaye anautoa mwili wa mwanadamu. Sio mwanadamu anayefanyika kuwa Mungu, bali ni Mungu anayetoa mwili kufanyika kuwa mwanadamu, na ndipo anakuwa Mungu kweli na mtu kweli. Kwa hiyo Bwana Yesu anakuwa na asili zote mbili, asili kamilifu ya umungu na asili kamilifu ya wanadamu baada ya kutoa mwili. Kwa hiyo anayekufa msalabani si kama ninyi ndugu zangu Waislamu mnavyoangalia kwamba umungu wa Yesu umeanzia katika kuzaliwa kwake, na anapokufa basi Mungu anakuwa umungu wake umeishia pale. Si hivyo, la hasha. Lakini tunaangalia pia yeye mwenyewe Bwana Yesu anajizungumziaje.
Twende katika Injili ya Yohana sura ya 17. Tunaona sura ya 17 mstari wa 5. Anasema hivi, anasema, na sasa Baba, unitukuze mimi pamoja nawe kwa utukufu ule niliokuwa nao pamoja nawe kabla ya ulimwengu kuwako. Huyu Bwana Yesu anachosema hapa, utukufu wake wa kimungu alikuwa nao pamoja na Baba yake wa mbinguni, nafsi ya kwanza ya Mungu ambaye inatambulika kama Baba, kwamba unitukuze kwa utukufu ule niliokuwa nao pamoja nawe kabla ya ulimwengu kuwapo. Kwamba hapa Bwana Yesu anajitambulisha kwamba alikuwepo hata kabla ya uumbaji. Tukaangalia pia jambo jingine la msingi hapa kwamba Waislamu wanapoangalia kuhusu kifo, dhana yao ni kwamba kifo ndio mwisho. Sasa tunapokwenda kuangalia hii, tunaangalia kitu kimoja kwamba kumbuka, katika imani ya Kikristo, Wakristo tunaamini katika Mungu katika nafsi tatu ya Baba, Mwana na Roho Mtakatifu, tunaita Utatu Mtakatifu. Kwa hiyo Bwana Yesu anapokufa msalabani haimaanishi kwamba Mungu katika nafsi zote tatu amekufa pale msalabani. Kinachokufa pale ni nafsi ya wanadamu ya Yesu Kristo. Nafsi yake ya umungu inabaki hai kwa sababu Mungu ni roho. Nafsi yake ya wanadamu ndio inakufa pale msalabani na ndio inatumika kutuletea wokovu. Anapotoa mwili hauweki umungu wake pembeni, anakuwa Mungu kamili, Mungu kweli, lakini anakuwa mwanadamu kweli. Lakini anayekufa msalabani, kinachokufa msalabani ni ule wanadamu, ile nafsi aliyoitoa kutoka katika tumbo la mama yake Mariamu, ndio inakufa pale, ndio wanadamu wake ule ndio unakufa pale msalabani. Lakini kadhalika nafsi yake inaacha mwili, haipotei, kwa sababu hata wanadamu tunapokufa, kinachokufa ni mwili, roho zetu zinaendelea kuishi. Lakini kwa upande wa Bwana Yesu, kwa kuwa ni Mungu, roho yake, nafsi yake ambayo tumeisoma katika Yohana sura ya 1 mstari wa 1 mpaka wa 3 inaendelea kuwepo. Na tumeona sehemu kadhaa Bwana Yesu, kwa mfano tunamuona Bwana Yesu akimponya mmoja wa watumishi wa wale watumishi wa Kirumi pasipo kwenda. Yule mtumishi anamwambia, sistahili unge nyumbani kwangu, sema neno tu na huyu mtumishi wangu atapona. Na Bwana Yesu anampona, anamponyesha bila hata kumfikia. Maana yake nini? Nafasi yake ya umungu, roho wake wa kimungu yupo katika kila sehemu, ana uwezo kutenda bila yeye kusogea katika nafasi ya mwili. Kadhalika Bwana Yesu anapokufa msalabani, katika nafasi yake ya umwili wa wanadamu, nafasi yake ya roho au neno ambaye ni nafsi ya pili ya Mungu inaendelea kuishi na ina mamlaka. Lakini kingine kikubwa zaidi tunaenda kuona kwamba nimekufundisha kwamba Mungu tunayemwamini wa Kristo ni mwenye kuishi katika nafsi tatu. Tunapokwenda katika Yohana sura ya 3 tunagundua huyu neno ambaye ndio mwana wa Mungu anatumwa na Baba. Kwa hiyo katika umungu ule, Mungu mmoja, nafsi tatu, nafsi ya Baba ndio inaituma nafsi ya mwana kutoa mwili. Tunasoma katika Yohana sura ya 3 mstari wa 16, anasema, kwa maana jinsi hii Mungu aliupenda ulimwengu hata akamtoa mwanawe pekee, ili kila mtu amwaminie asipotee, bali awe na uzima wa milele. Tunaona Baba ndiyo anayemtuma mwana, lakini tunagundua kwamba Baba anamtuma mwana, lakini huyu mwana ambaye ni neno, ambaye Yohana anatambulisha katika sura ya 1 mstari wa 1 mpaka wa 3, anapata mwili kwa uwezo wa Roho Mtakatifu, ile nafsi ya tatu. Tukasome katika Luka sura ya 1 mstari wa 26 mpaka 35. Sura ya 1 ya Injili ya Luka mstari wa 26 mpaka 35. Tunaona namna gani inasema hivi: mwezi wa 6 malaika Gabrieli alitumwa na Mungu kwenda mpaka mji wa Galilaya jina lake Nazareti, kwa mwanamwali bikira aliyekuwa ameposwa na mtu jina lake Yusufu. Akaingia nyumbani kwake, akasema, salamu uliyepewa neema, Bwana yu pamoja nawe. Naye akafadhaika sana kwa ajili ya maneno yake, akawaza moyoni, salamu hii ni namna gani? Hii ni namna gani Mariamu mama yake Yesu baada ya kupewa salamu hii na yule malaika Gabrieli anafadhaika?
Anaendelea, malaika akamwambia, usiogope Mariamu, kwa maana umepata neema kwa Mungu. Tazama, utachukua mimba na kuzaa mtoto mwanamume, na jina lake utamwita Yesu. Huyu atakuwa mkuu, ataitwa Mwana wa Aliye Juu, na Bwana Mungu atampa kiti cha enzi cha Daudi baba yake. Ataimiliki nyumba ya Yakobo hata milele, na ufalme wake utakuwa hauna mwisho. Unaona, sifa zote hizi za huyu mwana anatarajiwa kuzaliwa ni sifa za kimungu, kwamba ufalme wake hautakuwa na mwisho. Mariamu akamwambia malaika, litakuwaje neno hili, maana sijui mume? Malaika akajibu akamwambia, Roho Mtakatifu atakujilia juu yako, na nguvu zake ile juu zitakufunika kama kivuli, kwa sababu hicho kitakachozaliwa kitaitwa kitakatifu, mwana wa Mungu. Tunaona kama nilivyokuambia, Baba katika Yohana 3:16 tunaona ndio anayetuma hii nafsi ya kwanza ya Mungu, ndio anayemtuma Yesu Kristo ambaye anatambulika kama neno, ambayo ni nafsi ya pili ya Mungu. Lakini katika habari ya umwilisho wa Yesu Kristo, hii nafsi ya pili ya Mungu inapata mwili kwa uwezo wa Roho Mtakatifu, kama anavyosema malaika Gabrieli pale Mariamu anapomuuliza, litakuwaje neno hili, kwa sababu mimi sijui mume. Anamwambia Mariamu, akamwambia Mariamu, malaika akamjibu akamwambia, Roho Mtakatifu atakujilia juu yako, na nguvu zake ya juu zitakufunika kama kivuli, kwa sababu hicho kitakachozaliwa kitaitwa kitakatifu, mwana wa Mungu. Kwa hiyo tunaona Yesu Kristo anatoa mwili kwa uwezo wa Roho Mtakatifu. Jambo jingine la msingi la kuzingatia ni kwamba Bwana Yesu anapokuwa msalabani, kama nilivyokuambia, anapokuwa anaishi duniani, ana asili zote mbili, ni Mungu kweli na mtu kweli. Ana asili zote mbili kwa wakati moja, na yeye kama Mungu, mamlaka ya kifo na uhai bado ni yake. Hata anapozungumzia kuhusu kifo chake, bado anathibitisha swala la kutolewa uhai wake liko katika mamlaka yake. Tukienda kusoma kwa mfano sura ya 9, tunasoma katika tunasoma Yohana sura ya 10 mstari wa 15 mpaka 18. Tunaona kwamba kifo cha Yesu Kristo kilikuwa bado ndani ya mamlaka yake, na anaelezea wazi yeye mwenyewe kwa maneno yake mwenyewe kwamba jinsi gani hichi kifo chake na kuutoa tena na ufufuko wake ni chini ya mamlaka yake. Tunaenda kusoma katika hiyo, kama nilivyokuambia, Yohana sura ya 10 mstari wa 15 mpaka 18. Bwana Yesu anasema hivi, kama vile Baba anijuavyo nami nimjuavyo Baba. Angalia, Kristo anamwita Baba huyu Mungu nafsi ya kwanza. Anasema kama vile Baba anijuavyo nami nimjuavyo Baba, nami nautoa uhai wangu kwa ajili ya kondoo. Na kondoo wengine ninao ambao si wa zizi hili, na hao nao imenipasa kuwaleta, na sauti yangu wataisikia. Kisha kutakuwako kundi moja na mchungaji mmoja. Ndipo sasa Baba anipenda, kwa sababu, anaendelea kusema, ndipo sasa Baba anipenda kwa sababu nautoa uhai wangu ili niutoe tena. Hakuna mtu aniondoleaye, bali mimi nautoa mwenyewe, nami nina uwezo wa kuutoa, ninao na uwezo wa kuutoa tena. Agizo hilo nalilipokea kwa Baba yangu. Utachogundua hapa ni kwamba Bwana Yesu anachosema ni kwamba kifo chake ni mamlaka yake na ni maamuzi yake. Kule kufa, anautoa mwenyewe uhai wake, na tunaona baada ya siku 3 Bwana Yesu anafufuka, na maana yake anasema nautoa na ninautoa mwenyewe. Ni mamlaka ya kimungu, haya ni uweza wa kimungu ambao Bwana Yesu anauthibitisha. Kwa hiyo tunachokiona pale ni kwamba kifo cha Yesu Kristo hakithibitishi kwamba huyu Kristo si Mungu. Unaposoma maandiko kwa ukamilifu wake, kinathibitisha umungu wake, kwa sababu anasema hata kile kifo ni maamuzi yake, kwa sababu ni yeye anayetoa anayetoa huu hai, na anasema nina mamlaka ya kuutoa. Na tunaona baada ya siku 3 Bwana Yesu anafufuka katika wafu. Ukisoma katika Biblia takatifu, kabla ya ufufuko wa Yesu Kristo, watu wote waliofufuliwa, aidha katika kipindi cha manabii, walifufuliwa kwa nguvu za Mungu, aidha kwa nabii kwenda kumgusa yule mtu, ile maiti, au kiungo fulani cha nabii. Kwa mfano tunaona maiti fulani ilifufuka baada ya kugusa mifupa ya mmojawapo ya manabii wakubwa, na au
Yesu Kristo mwenyewe anakwenda kufa, lakini kifo cha Yesu Kristo anafufuka katika mamlaka yake. Hakuna nabii, hakuna mwanadamu au mtumishi yoyote au mtume yoyote aliyekwenda kumfufua Yesu Kristo kaburini. Anafufuka katika mamlaka yake ya kimungu. Tunaenda kuona pia namna gani tunaona kwamba hata anapokufa Yesu Kristo akiwa kama Mungu hapotei. Zile siku 3 alikuwa na kazi maalum aliyoifanya. Tunaenda kusoma waraka kwanza wa Petro, waraka kwanza wa Petro sura ile ya 3 mstari wa 18 mpaka 19. Waraka kwanza wa Petro sura ile ya 3 mstari wa 18 mpaka 19. Unasema hivi: kwa maana Kristo naye aliteswa mara moja kwa ajili ya dhambi, mwenye haki kwa ajili yao wasio haki, ili atulete kwa Mungu. Mwili wake akauawa, bali roho yake akahuishwa, ambayo kwa hiyo aliwaendea roho walokaa kifungoni akawahubiri. Siku zile 3 Bwana Yesu alizokuwa akiwa amekufa katika mwili, roho yake ilikuwa hai. Roho yake, nafsi yake ya umungu, nafsi ya pili ambayo inafahamika kama neno, ilishuka kuzimu kwenda kuwahubiria wale waliokuwa wamefungwa. Ndiyo mafundisho ya Kikristo yalivyo, ndivyo neno la Mungu linatufundisha sisi. Kwa hiyo kama nilivyokuambia, Baba yupo, Mwana bado anaendelea kuwepo katika nafsi ile na roho ya Mwana, na Roho Mtakatifu kadhalika yupo. Mungu katika baada ya Yesu Kristo wanadamu wake kufa pale msalabani anaendelea kuwepo, na ndio maana anakwenda kuzimu, na baadaye baada ya siku 3 anafufuka kwa mamlaka yake kama Mungu. Kadhalika tunaona mambo kadhaa wakati Waislamu wanayozungumzia, wanajaribu kuangalia, au nyinyi Waislamu wanajaribu kuangalia kwamba kifo ni udhoofu au ni kudhoofisha mamlaka na uwezo wa Mungu. Hivi sivyo. Tunapoenda katika kitabu cha Wafilipi, tunaenda kusoma katika Waefeso. Kwanza nikaangalia katika Wafilipi, kitabu cha Wafilipi. Hii barua ya Paulo kwa Wafilipi sura ya 2 mstari kuanzia wa 5 mpaka wa 8. Tunagundua mambo kadhaa. Bwana Yesu anapotoa mwili anajinyenyekeza. Kifo chake msalabani kinathibitisha unyenyekevu wake ili aweze kutupatia wokovu. Paulo anaandika hivi katika Wafilipi sura ya 2 mstari wa 5 mpaka wa 8. Anasema, iwe na nia hiyo hiyo ndani yenu ambayo ilikuwamo pia ndani ya Kristo Yesu, ambaye yeye mwanzo alikuwa yuna namna ya Mungu, naye hakuona kule kuwa sawa na Mungu kuwa ni kitu cha kushikamana nacho, bali alijifanya kuwa hana utukufu, akatoa namna ya mtumwa, akawa na mfano wa wanadamu. Tena alipoonekana na umbo kama mwanadamu, alijinyenyekeza akawa mtii hata mauti, na mauti ya msalaba. Kifo cha Yesu Kristo msalabani ilikuwa ni namna ya pekee ya huyu mwana wa Mungu, neno wa Mungu aliyetoa mwili kuweza kutupatia wokovu. Ni unyenyekevu wake ndio ulitupatia wokovu. Unyenyekevu wake kwa Baba yake wa mbinguni ndio uliweza kutupatia sisi wokovu. Kumbuka, unaporudi katika maandiko ya kale, ondoleo la dhambi lilikuja kwa kumwaga damu ya wanyama kadhaa, kwa mfano kondoo, mbuzi, ng'ombe, ndio lilipelekea ondoleo la dhambi. Lakini kwa mujibu wa theolojia, unaposoma katika Biblia takatifu, hakuna damu iliyoweza kutosheleza ondoleo la dhambi la wanadamu wote, kutoka yule Adamu wa kwanza mpaka yule wa mwisho atakayezaliwa kabla ya Bwana Yesu kurudi. Hapakuwa na damu yenye thamani kuu. Ndio maana Mungu katika hekima yake akamtuma mwanaye, nafsi ya pili ya Mungu itwaye mwili, ili iwe na thamani kuu. Thamani hii iweze kukidhi uokovu na msamaha wa dhambi za wanadamu wote. Lakini sharti hili la uokovu na msamaha lipo kwa wale ambao wataamini. Ndio maana unaona Bwana Yesu, Mungu Baba anaposema kwamba katika Yohana sura ya 3 mstari 16, anasema jinsi hii Mungu alipenda ulimwengu ili kila amwaminie asipotee, bali awe uzima na umeme, awe uzima wa milele. Maana Mungu hakumtuma mwana ulimwenguni ili ahukumu ulimwengu, bali ulimwengu uokolewe katika yeye. Anaendelea katika mstari wa 18, amwaminie yeye hahukumiwi, asiyeamini amekwisha kuhukumiwa kwa sababu hakuliamini jina la mwana pekee wa Mungu. Kwa hiyo pamoja na kwamba damu hii ina thamani kuu ya kutuletea wokovu pale msalabani, lakini sharti ni kwamba wokovu huu unapatikana tu kwa kumkiri na kumwamini huyu Yesu Kristo.
Sasa jambo jingine la msingi tukasome katika Waefeso, kama nilivyokuambia, Waefeso sura ya 4 mstari wa 9 mpaka wa 10. Kitabu cha Waefeso, barua hii ya Paulo kwa Waefeso, mstari wa 9 mpaka wa 10. Paulo anasema, basi neno hilo alipaa maana yake nini kama sio kusema kwamba yeye naye alishuka mpaka pande zilizo chini ya nchi? Naye aliyeshuka ndiye yeye aliyepaa juu sana kupita mbingu zote, ili avijaze vitu vyote. Kwamba kifo cha Kristo ndicho kinachoweza kuvijaza vitu vyote. Kwa kifo cha Kristo, ndugu yangu Muislamu unaangalia video hii, ni udhihirisho wa uweza wa Mungu na upendo wa Mungu kuletea wokovu, si kujidhalilisha kwake Mungu. Lakini cha msingi kabisa kingine ambacho cha kumbuka kwamba Mungu alipomuumba mwanadamu alimuumba katika sura na nafsi, kwa sura yake. Mungu kutoa mwili wa mwanadamu si fedheha, kwa sababu tunachosoma katika Torati hii, katika kitabu cha Torati, kitabu cha Mwanzo, katika vile kimojawapo cha vitabu 5 vya Torati, tunaenda kusoma Mwanzo sura ya 1 mstari wa 26 mpaka wa 27. Tunaona anasema, Mungu akasema, na tumfanye mtu kwa mfano wetu na sura yetu, wakatawale samaki wa baharini na ndege wa angani na wanyama na nchi yote pia, na kila chenye kutambaa kitambacho juu ya nchi. Mungu akaumba mtu kwa mfano wake, kwa mfano wa Mungu alimuumba, mwanamume na mwanamke aliwaumba. Kwa hiyo Bwana Yesu kutoa mwili na kufa msalabani, anapotoa mwili wa wanadamu, kwa sababu huu mwili huu wanadamu Mungu aliumba kwa sura na mfano wake, si fedheha. Na unaposoma katika kitabu hiki cha Mwanzo, unaona Mungu baada ya kuumba anaona kila kitu alichokiumba kilikuwa ni chema machoni pake. Kwa hiyo Mungu katika nafasi yake ya pili ya mwana, anapotumwa na baba yake kutoa mwili, ni kuukomboa huu wanadamu ambao aliumba katika namna ya ajabu, ambayo Daudi tunaona akizungumzia katika Zaburi sura ya 139, sura ya 139 ya Zaburi mstari ule wa 13 mpaka 14. Anazungumza kitu cha kushangaza sana Daudi. Tukasome Zaburi hiyo, ndio ugundue ndugu yangu Muislamu kwamba wanadamu si fedheha. Mungu kutoa wanadamu si fedheha, wala hakushushi hadhi yake, bali kunathibitisha ukuu wake na kunathibitisha hasa upendo wake, jinsi gani alivyotupenda hata akaamua kushuka kutoa mwili, akajinyenyekeza, akafa msalabani. Na haimaanishi kufa kwake katika nafsi yake ya mwili kunafanya nafasi yake ya Mungu ipotee. Si kweli hata kidogo, kwa sababu tunaona kama maandiko kadhaa yanakuonyesha anafufuka. Tukasome Zaburi hii, ambao Zaburi ya Daudi sura ile 139, tuone Daudi anazungumzia vipi wanadamu. Zaburi ya 139 sura ya mstari wa 13 mpaka 14. Daudi anasema hivi: maana wewe ndio ulioniumba mtima wangu, uliniunga tumboni mwa mama yangu. Nitashukuru kwa kuwa nimeumbwa kwa jinsi ya ajabu ya kutisha. Matendo yako ni ajabu, nafsi yangu yajua sana. Daudi anatambua kwamba sisi wanadamu tunaumbwa katika namna ya kutisha. Mungu Baba anapomtoa mwanawe kutoa mwili na kuwa mwanadamu, hajishushi, kwa sababu alimuumba mwanadamu katika namna ya kutisha. Anafanya vile kuukomboa wanadamu ambao uliharibiwa na dhambi pale bustanini Eden, wakati ule kwa wazee wetu Adam na Eva, ndipo dhambi inaharibu. Kwa hiyo Mungu anapatoa mwili ili kuukomboa na kurudisha hadhi ambayo ilikuwa kusudio lake toka mwanzo. Kama nilivyokuambia ndugu yangu Muislamu, nafasi hii ya ukombozi ambao Bwana Yesu alitupatia kwa kufa pale msalabani iko wazi hata sasa. Iko wazi kwa kila mwanadamu, ikiwemo wewe. Sharti tu ukiri kwamba huyu ni Bwana Mwokozi wa maisha yako. Na Bwana Yesu anasema wazi, mimi ndimi njia na kweli na uzima, mtu haji kwa Baba ila kwa njia ya mimi. Ni kuhakikishie ndugu yangu Muislamu, hakuna wokovu katika Uislamu. Hakuna wokovu katika Allah, hakuna wokovu katika Muhammad, wala katika imani ya Kiislamu. Ni upotofu mtupu. Njoo kwa Yesu,
kuna tumaini na kuna wokovu. Bwana Yesu anasema wazi, sauti yake ndio itakao watoa wafu wote, na atawatoa wafu katika kuwahukumu wa uzima au hukumu ya milele ya Jehanamu. Tafakari haya. Mungu akusaidie sana.